Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Katika kipindi hiki tutaangazia kilimo cha mbaazi mkoani Mtwara. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Mtazamaji, zao la mbaazi limekuwa likilimwa mkoani Mtwara kwa miaka mingi kama zao kwa ajili ya mboga, na hata walipokuwa wakiuza ziada ya zao hilo waliuza kwa bei ndogo zaidi hadi shilingi 50 kwa kilo. Mikakati ya serikali ya kuwasaidia wakulima kuwa na mazao mbadala ya kukuza uchumi zaidi ya mazao ya korosho na ufuta imesaidia zao la mbaazi soko na kuingizwa katika mfumo wa stakabadhi wa mazao ghalani, ambapo mwaka huu wakulima walipeleka zao hilo kwenye vyama vyao vya msingi vya ushirika kwa ajili ya kuuza kupitia mfumo huo. Wakulima waliopo katika wilaya ya Masasi na Nyumbu na Mtwara kupitia chama kikuu cha ushirika Mamku Limited wameuza mbaazi kwa bei ya juu ya shilingi 2130, tofauti na miaka ya nyuma kabla ya zao hili kuingizwa katika mfumo wa stakabadhi ghalani. Mwaka huu zao la mbaazi tunashukuru mheshimiwa, tunapata hela. Kwa sababu miaka 3-4 nyuma iliyopita mbaazi ilikuwa sio biashara. Kwa hiyo mwaka huu tunashukuru sana, mbaazi tunapata hela. Kwa hiyo si wakulima, tunamshukuru sana mheshimiwa kwa bei tunazo. Sisi tunaombea kila miaka iwepo hivi ili tuweze kupata hela zaidi. Kwa hiyo kuna changamoto miaka 4 nyuma iliyopita mbaazi ilikuwa sio biashara. Hata sisi tulikata tamaa kulima swala la mbaazi. Kwa hiyo ilivyotokea mfumo mwaka huu na ilivyokuwepo kabisa hizi swala stakabadhi ghalani, tunashukuru sana. Kwa hiyo tunaombea uwepo hivi mwaka 2-3 mbele, uwezekana wakulima tutainuka kiuchumi kupitia zao la mbaazi. Nashukuru sana mama yetu kwa kutuletea bei yake ya mbaazi kubwa sana na tukutegemea. Wakati miaka ya nyuma tukiuza kwa 200-300. Namshukuru sana mwanamama, ametufanyia jambo kubwa sana ambalo hatukutegemea leo hii. Simameni kwa nyuma. Huyu awembe. Basi kutoka shilingi 200 mpaka leo tunauza shilingi 2100 mpaka 2000 mpaka na 500. Tunashukuru sana. Mwaka huu sisi tunafurahi sana kutokana na bei za mbaazi jinsi zilivyo. Kwa kweli anatutuma tufanye kazi kwa bidii ili tuweze kuliboresha hili zao la mbaazi na tuvune kwa wingi. Na napendekeza wakulima wenzangu ambao wananisikiliza kwa hapa ninapoongea waendelee kulifanya hili zao liwe zao la kibiashara zaidi. Maana miaka ya nyuma hili zao lilikuwa linadharauliwa. Miaka ya nyuma kweli tulikuwa tunalima, kama tukilima tunajua tu kama mboga, hatakuwa tunathamini kama hili zao ni zao linaweza kufikia kwa malengo kama ya mwaka huu kwa kweli. Mtazamaji, soko la mbaazi limehamasisha wakulima kuongeza juhudi za kilimo, ambapo sasa mikakati ni kutanua mashamba ya mbaazi ili wapate kipato kikubwa. Kwa hiyo miaka ya nyuma tulikuwa tunalima mbaazi lakini zilikuwa hazina bei, tulikuwa tunafanya tu kwa ajili ya mboga. Kwa hiyo kuanzia mwaka huu 2023 mbaazi zina bei mzuri. Kwa hiyo natarajia mwakani 2024 nitalima zaidi. Hali hii nyumbani tu tunalima mbaazi namna hii, mashambani mwakani ndio itakuwa balaa. Tutalima kwa sana, kama ni eka 3 basi unaongeza unalima mpaka eka 6. Kwa sababu mbaazi zina bei mzuri. Utawala wa Mama Samia tunamtakia kila laheri, Mungu amzidishie baraka. Yaani tunauza kilo shilingi 50, ila kwa mwaka huu yani tunamshukuru Mama Samia kwa kutuwezesha, kwa sababu tumeuza mbaazi haijawahi kutokea. Mwaka huu mimi nimeuza kilo 500 na mnada huu wa leo naamini kesho nitakuwa napata hela. Kwa hiyo namshukuru sana Mama Samia
aendelee kutuendeleza wakulima, na tunamshukuru. Tunaamini kwenye kilimo zao la korosho tutaweza kufanikiwa kama tutavyofanikiwa kwenye mbaazi. Yaani tumeshaanza kukata misitu, kuongeza mashamba, kupanua ili mwakani tulime kwa wingi zaidi. Tunategemea mwakani kuuza mbaazi kwa wingi zaidi kushinda mwaka huu. Shukuru sana Mama Samia kwa kutuletea mfumo wa stakabadhi ghalani kwenye zao hili la mbaazi. Mwaka huu tumepata manufaa makubwa sana ambayo sijawahi kuyaona tokea nizaliwe. Nakumbuka kwa mara ya mwisho mbaazi tuliuza kilo shilingi 50, lakini hata hivyo wateja hawakupatikana wa kutosha. Hadi kauli ikabadilika kwamba mbaazi mboga si zao la biashara na si zao la kutegemea sana, labda kwamba mtu linaweza likamkwamua. Lakini utawala huu wa awamu ya 6, namshukuru Mwenyezi Mungu kupitia Mama Samia ambaye ameweza kutusababishia sisi wengine kupata fedha. Lakini pia mwaka huu naahidi kwamba nitakata msitu mkubwa ili niweze kupanda zao hili la mbaazi, kwa sababu lishaanza kuniletea matumaini mazuri ya kupata fedha. Tutamwomba mama ashushe pembejeo tulime zaidi ya mwaka huu, na bei tumehamasika ni kubwa sana, haijawahi kutokea. Tunashukuru kwa bei ya mbaazi ya mwaka huu. Hatujawahi kuona nada unakuja kijijini tu watu wanani wateja. Leo mwaka huu wamekuja, leo wamekuja wamepiga mnada, tumemwona mteja kwa macho yetu anatangaza bei. Tunashukuru mwakani yawe kama haya, na bei ya korosho basi iwepo hivi, wateja tujionee kwa macho tu ili tuhamasike zaidi. Kama mimi mmoja wapo nililima robo na kilo bora niliyopata, siamini, na maana mwakani naongeza zaidi hapa. Najua nisichokuwa nacho nitakuwa nacho kwa bei ya mbaazi jinsi ilivyohamasika. Nashukuru sana. Unavyoona mbaazi bado zipo, tumevuna na bado tutajitahidi tu kulima, na hamasisha wenzangu tulime mbaazi. Zao la mbaazi ni nzuri sana. Kwa bei ya leo, yani tunashukuru kweli. 2130. Yani naona bei ya mwakani yani itazidi sana kuwa changamoto. Yani itakuwa yani bei nzuri sana kuliko hata bei ya mwaka huu. Yani kwa kipande nilicholima kwa mwaka huu naona kilikuwa kidogo sana, ilikuwa eka 1.5. Lakini mwakani nitajitahidi sana kulima pakubwa ili nini? Nikize haja yangu kwa mahitaji yote nahitaji katika maisha yangu. Nashukuru sana Mama Samia na viongozi wote kwa kuboresha mfumo huu wa mambo ya stakabadhi. Itakuwa nzuri sana mambo ya ghalani. Nashukuru sana sana sana. Wakulima hawa kupitia chama kikuu cha ushirika Mamku Limited wamejipatia zaidi ya shilingi bilioni 20 katika msimu wao wa kwanza wa kuuza mbaazi kupitia mfumo wa stakabadhi wa mazao ghalani. Kwa msimu huu wa mbaazi ni msimu wetu wa kwanza kwa chama chetu cha Mamku, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefanikiwa kukusanya tani 11,800 ambazo zina thamani ya shilingi bilioni 23 na milioni 933. Hizi zote ni kutokana na juhudi ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusimamia na kuhakikisha tunapata masoko ya uhakika kwa zao letu la mbaazi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mbaazi imefanya vizuri sokoni. Tunashuhudia miaka 2 iliyopita huko nyuma mbaazi iliuzwa mpaka shilingi 300 kwa kilo, na ilifikia hatua tulikuwa tunageiana tu kama zawadi. Mtu kienda kutembelea Masasi basi unapewa hata viroba 2 vya zawadi. Yaani mbaazi zilikuwa haziuziki kabisa. Lakini sisi vyama vikuu tulipoanza kuingiza mbaazi kwenye mfumo, tukamshirikisha Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Hussein Bash. Lakini kwa mwaka jana alituambia serikali ipo katika mikakati ya kutafuta masoko ya zao hili la mbaazi. Hivyo tuko kwenye hatua za mwisho kukamilisha, na tukisha kamilisha tutaingiza mbaazi katika mfumo wa stakabadhi ghalani. Tunashukuru mapema mwaka huu tuliletewa mwongozo wa kuingiza sasa mbaazi katika mfumo wa stakabadhi ghalani, na tunashukuru mbaazi zimefanya vizuri kwa juhudi zilizofanywa na serikali yetu ya awamu ya 6.
Kwa hiyo ni waombe wakulima tuongeze juhudi zaidi ya kulima mbaazi ili msimu ujao tupate mavuno makubwa zaidi ya yale ambayo tumeyapata mwaka huu. Lakini pia tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutuletea pembejeo bure za zao la korosho. Sisi wakulima wa mikoa hii ya kusini tunalima sana korosho, lakini serikali imefanya juhudi za kutupatia pembejeo bure kwa awamu ya 3 mfululizo, na pia tunaiomba serikali ifikirie na kutupatia pembejeo kwa zao la ufuta. Ni zao ambalo linafanya vizuri sokoni, na sisi chama kikuu MAMCU kwa msimu huu tumefanikiwa kukusanya tani 17,000 zenye thamani ya bilioni 64 kwa wakulima wetu. Hivyo tunaiomba serikali nayo iangalie kilimo cha ufuta kwa kuweza kuwapatia wakulima wa ufuta pembejeo kama vile inavyofanya kwenye zao la korosho. Sisi chama kikuu MAMCU tumejipanga katika kuhakikisha tunaongeza uzalishaji wa zao la mbaazi, lakini vile vile kusimamia ubora wa zao hili la mbaazi. Katika kufanikisha hilo, kwa msimu ujao wa mbaazi tumeweka bajeti ya kununua mbegu za mbaazi ambazo zitakuwa ni zile mbegu zinazofanya vizuri sokoni kama zile za Manyara na mikoa mingine ya kaskazini. Tulivyofanya research kwa wanunuzi, wametuambia mbaazi za wenzetu kule haziliwi haraka na wadudu na ziko za aina moja, yani hazina mchanganyiko wa mbegu. Sisi huku tulikuwa tunalima kienyeji, tunatumia mbegu zetu zile za asili. Kwa hiyo ili kuondoa mbegu za asili kwa msimu huu, tutaandaa mbegu ambazo tunaenda kuwagaia wakulima wetu wote ili wazalishe mbaazi ya aina moja ambayo inafanya vizuri sokoni. Tunashukuru kwa serikali kuridhia mbaazi kuingia kwenye mfumo wa stakabadhi ya ghala, na kusema ukweli sisi tumefarijika kuona mbaazi inaingia kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani, na kusema ukweli tumeanza kwa wakati ambao tumefanya vizuri kabisa. Tumeuza mbaazi zetu kwa bei nzuri ambayo tulikuwa ina renki kwenye 2,000. Mara kwanza kabisa tukati tunaanza mnada bei ya chini ilikuwa 1,900, lakini hatujawahi kuuza chini ya 2,000 baada ya hiyo mnada wa kwanza. Kwa hiyo juu nako tumemaliza kwa bei ya 2,000. Kusema kweli wakulima sisi tumefurahi, tumefarijika na wameenjoy na mfumo wa stakabadhi ya ghala kama wanavyoenjoy mfumo wa stakabadhi ya ghala kwenye mazao mengine. Kama ujuavyo huko nyuma zao hili la mbaazi halikuwa kwenye mfumo wa stakabadhi ya ghala, ilikuwa inauzwa kiholela na wakulima walikuwa wanauza mbaazi zao shilingi 800, 900, kuna wakati tuliuza mpaka shilingi 200. Kama unavyofahamu ndugu mwandishi. Kwa hiyo ilivyofika sasa na sisi kama chama kikuu tukasema haiwezekani, tunayo haja kuwasaidia watu wetu. Tukaomba serikali tusaidie tuchukue haya mazao ya mbaazi, choroko, yani jamii zote za kunde ziingie kwenye mfumo wa stakabadhi ya ghala na sisi kama ushirika tuusimamie. Bahati nzuri walituelewa na serikali ikatoa mwongozo wa kukubali yale maombi yetu sisi. Na tulivyoanza kwenda kupeleka mnadani sasa na kilichotokea kimeonekana, tumeuza mbaazi zetu kwa bei ya juu na wakulima wamefurahi kila kona na wameenjoy kusema kweli. Inaonekana na sisi sasa kama viongozi tumewasaidia watu kwa sababu tumetafuta namna nzuri ya kusaidia watu kutoka kwenye mfumo ambao ulikuwa unawakandamiza na ulikuwa unatumia na watu kati. Na hata kabla tujafanya minada, kuna mbaazi zile za awali zilikuwa zinaanza walikuwa wanauza shilingi 1,200, shilingi 1,000 kwa maana ya wale watu wa Kangomba za mbaazi na jamii zingine za kunde. Tulivyokuja kufanya sisi 2,000, of course watu walifurahi na ujumbe ulitapakaa kila kona kuona kwamba tulichokifanya ni kitu bora na kizuri sana ambacho kinawasaidia watu wetu. Mafanikio haya sisi tunaona kama ni good start, yani ni mwanzo mzuri kwa maana ya tumeanza kwa kishindo na watu tulichokibuni wamekifurahia. Hicho ndio kitu ambacho cha kwanza tunaona kama ni mafanikio yetu sisi, lakini pia ni kujipanga kwa maana ya next season
tunafanya vizuri zaidi. Unajua, unapokuwa unaanza, kila kitu kinaanza na changamoto zake. Kwa hiyo ile changamoto unakuwa ni kama njia ya kujifunza, na sisi kusema kweli tumejifunza zile changamoto zilizokuwepo, na nafikiri kwenye msimu unaokuja wa mbana ya 24-25 tutafanya vizuri zaidi kupitia zao hili la mbazi. Kwa hiyo tunafarijika, na sisi sasa tunafanya jitihada za kuwahimiza wakulima wetu sasa tulime zaidi mbazi, kwa maana ya na hata wakulima wenyewe nao wanaona, kwa sababu kuna tija kubwa, na mbazi kama unavyojua inatofautiana na zao la korosho, lakini mbazi haizuii kulima kwa korosho. Kwa hiyo inasaidiana. Sasa unapolima mbazi kwa ufanisi inasaidia kwa kina kabisa kwenye uzalishaji wa zao la korosho, kwa sababu mkulima akiuza mbazi, kila anachokipata kinamsaidia kwenye operation ya zao la korosho ambao ni zao mama la biashara. Kwa hiyo tunaona kwamba tumebuni kitu ambacho kinaenda kuwasaidia watu kwa ukubwa, na hata ile starvation ya maisha itapungua kusema kweli, na atakuwa na maisha mazuri, na tutafanya maendeleo. Mtazamaji, serikali inatoa fedha nyingi ili kuwawezesha wakulima kuwa na kilimo chenye tija, ambapo kupitia taasisi ya utafiti wa kilimo TARI, utafiti na kufundisha wakulima mbinu bora za kilimo cha kisasa chenye tija kwa ustawi wa maisha ya mkulima na kukuza uchumi. TARI na Liendele ambao wapo na wakulima hawa imeweka mikakati ya kuwasaidia mbegu bora zinazokubalika sokoni na ambazo zinazaa sana, zenye kuvumilia magonjwa. Sisi TARI na Liendele tuna jukumu la kitaifa kufanya utafiti wa mazao ya korosho, ufuta na karanga. Lakini mazao mengine ambayo nje ya korosho, ufuta na karanga pia tunafanya utafiti, ikiwemo mazao ya mbaazi, kunde, choroko, njugumawe, mtama, kunde na mengine ambayo yanalimwa kwa kusini, kwa maana mkoa wa Mtwara na Lindi. Sasa kwenye haya mazao ambayo tunafanyia tafiti kwa ngazi ya kitaifa, kwa maana korosho, ufuta na karanga, sisi kituo chetu tunakuwa ndio waratibu wa utafiti wa mazao hayo. Na ile mazao mengine ambayo nje haya matatu, ufuta, korosho na karanga, tunashirikiana na wenzetu wa vituo ambavyo vina jukumu hilo la kitaifa. Ila siku nyingi na tumekuwa tukihimiza sana kwamba kwa wakulima wa mikoa hii ya Mtwara na Lindi wasiendelee kutegemea zao moja tu la korosho. Tumekuwa tukihimiza walime pia mazao mengine hayo ambayo ni nje ya hayo korosho, walime ufuta, walime karanga, lakini hata mihogo pia walime, na mazao mengine nje hayo walime pia, yale ambayo yanastawi makanda wa kusini, Mtwara na Lindi. Na tumesema kwa sababu ile dhana ya kwamba fedha biashara ni korosho peke yake, sasa hivi nadhani haiko sahihi. Fedha unaweza kupata kutoka kwenye zao lolote lile, ikiwemo zao kama mbaazi. Mwaka huu imekuwa na bei nzuri sana, ni kwa sababu soko lipo. Kwa hiyo sisi tunachohimiza ni kwamba wakulima waondokane na ile dhana ya kutegemea zao moja peke yake, kwa sababu inawezekana mwaka mwingine ile zao likawa halina soko zuri, ukapata soko kwenye zao lingine. Lakini pia cha kuzingatia pale ni kwamba mazao hayo tunayosema walime, wanapaswa ujue kwamba ni biashara. Kama ni biashara, sasa wanapaswa wazingatie kanuni bora za kilimo ambacho itaenda kwenye biashara. Kwa mfano mwaka ufuta umekuwa na bei nzuri sana, hata hizi mbaazi zimekuwa na bei nzuri sana. Sasa ni kiasi gani mkulima amezalisha nako ni habari nyingine. Yawezekana alichozalisha ni kidogo kuliko ambavyo pengine angepata hela zaidi. Kwa hiyo tunachohimiza sisi kama watafiti hapa kwamba wakulima walime kwa tija, walime kilimo cha kisasa ambacho kitakuwa na uzalishaji kutosha na wenye tija. Lakini lingine ambalo wanatakiwa zingatie ni kwamba kwa sababu haya mazao yanakuwa ni ya biashara, lazima wajue nani watafanya naye biashara. Wajue soko linahitaji nini. Kwa mfano, swala la ubora
wa mazao utaenda kuuza kule wazingatie kulinda heshima ya zao lihusika. Kwa mfano kama ni mbaazi, basi hakikisha kwamba mbaazi zinazopelekwa kwenye soko ziko safi, hazina takataka, hazina ubora ambao hastahili sokoni. Kwa hiyo mazao yote ambayo wakulima wanalima, tunahimiza walime kwanza kwa utaalamu ambao watawafanya wapate mazao mengi na yenye tija, lakini pia wakishavuna, wakisha kwamba kabla hajaenda sokoni wameshaweka mazao yao au hizi bidhaa wanaweza kuuza ziko kwenye ubora ambao unakubalika sokoni. Kwa sababu sasa tunaenda kwenye masoko ya kimataifa, tutapeleka mbaazi au si ufuta, kunde na mazao mengine kutoka lima yakaenda nje ya nchi yakashindwa kukubalika, tutakuwa tumeshafua soko. Kwa maana mwaka huu soko limekuwa zuri, sasa tusije tukajisahau. Na basi tuboreshe zaidi kupata sasa mazao yenye sifa nzuri. Sisi kwa upande wetu kama utafiti tunachohimiza ni kwamba tuende sasa tubadilike, sasa kulima ubadilike, badala ya kupanda kienyeji basi kweli wajitahidi pande kisasa, ikiwemo na kuwa na mbegu bora ambazo zinakubalika sokoni. Yawezekana kwa sasa hivi ikaonekana hakuna kuangalia ni aina gani ya mbaazi zipo, lakini mbele safari itafika mahala unahitajika labda mbaazi za aina fulani, labda rangi fulani, zenye sifa fulani. Sasa pale ndio maana sisi watafiti sasa tunasema kuna mbegu ambazo zinaweza zikalimwa za muda mfupi kwenye kuzaa, kuanzia kupanda mpaka kuvuna, lakini pia zinazohimili magonjwa, zinazoleta sifa ambazo zinakubalika kwenye soko. Kwa hiyo tunasema ni vizuri sana wakulima sasa waondokane ile dhana ya kwamba mazao yenye kuleta fedha au biashara ni korosho peke yake kwa huku kusini, au ngine ni ufuta peke yake. Ni mazao yote yale ambayo yataweza mkulima kumpatia kipato kupitia soko la ndani hata la nje. Kwa hiyo tunahimiza kwamba wakulima walime sasa kilimo cha kisasa, kilimo cha kibiashara ambacho kitaangalia soko linahitaji nini, anahitaji kununua mazao hayo, anataka yenye sifa zipi, anahitaji lini na mahali gani. Kwa hiyo hayo yote sisi kwa upande wetu kama watafiti tunashiriki na tunasaidia kuhakikisha kwamba hayo yanafanyika kwa utaalamu ambao utaweza kutufikisha mahali ambapo tunahitaji kufika kama jamii, kulima moja, vikundi vya kulima, mkoa, wilaya, hata nchi kwa jumla. Kwa hiyo jukumu letu sisi sasa kuhakikisha kwamba wakulima tunaenda pamoja walime kilimo cha kibiashara, kilimo cha kisasa ambacho kinalenga soko linalokidhi mahitaji ambayo sisi ndio wadau kuhakikisha kwamba soko linapata bidhaa ambayo ni sahihi. Malengo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassani ni kuwasaidia wakulima kuwa na kilimo chenye tija. Alianza kuwasaidia kwa kuwapatia viuatilifu vya zao la korosho bure ili wapulizie mikorosho yao, lakini akahakikisha mbaazi inapata soko, ambapo baada ya kufika Mtwara akawasisitiza wakulima kuongeza juhudi katika kilimo cha mazao mengine ikiwemo mbaazi ili kuongeza wigo na kujipatia mapato. Na fedha inapatikana kwa kufanya kazi. Mwaka huu alhamdulillah, Mungu ametusaidia. Mbaazi sio mboga tena, mbaazi ni zao la biashara. Mungu ametusaidia, ufuta umepanda bei vizuri sana. Lakini kubwa zaidi, serikali inaleta pembejeo kwa ruzuku kwa bei nafuu. Niwaombe sana wakulima mkajisajili, mtayarishe mashamba na muongeze mashamba. Soko la mbaazi, soko la ufuta lipo, serikali tunawasimamia, bei isishuke. Kama ulimwenguni bei itakuwa nzuri na bei itakuwa nzuri kwa mkulima. Kwa hiyo nendeni kalimeni sana, tupate mazao mengi, tuuze sana, tupate pesa ya kuja kufanyia yale ambayo mmeyaomba, turudishe tena kwa wananchi wapate huduma zao. Mmenielewa ndugu zangu? Na Nyumbu oye!
Mtazamaji, kwa mikakati hiyo ya Rais, ni wazi kuwa wakulima wa mbaazi watafanikiwa zaidi. Hadi hapa tunafikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Kumbuka, kipindi hiki kimeratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asante.